tayari kukubali ufundishwe neno. Anataka ufunguliwe tu alafu uende nyumbani, kwa sababu anajua ni rahisi kurudisha kile kifungo ambacho alikuwa amekufunga. Mtu ambaye hajui kitu, mtu ambaye hajui jambo, hawezi kulitumia hilo jambo vizuri, hicho kitu vizuri. Mtu ambaye hana ufahamu juu ya jambo fulani, hawezi hilo jambo kulipambanua vizuri. Mwana falsafa mmoja anaitwa Albert Einstein akasema kwamba mtu ambaye hajui kitu vizuri pia hawezi kukielezea vizuri, au mtu ambaye hawezi kuelezea kitu vizuri, hata yeye basi huyo mtu hicho kitu akifahamu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha yako unayoishi yana sura hiyo ulionayo sasa hivi, kwa sababu kuna vitu hauvijui kuhusu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo hauvifahamu kuhusu Mungu. Kwenye maisha yako ukashindwa kukabiliana nayo kwa sababu haujui namna ya kukabiliana nayo. Kwa hiyo eneo la neno la Mungu kwenye ibada ni eneo muhimu kuliko vitu vingine vyote. Ni eneo muhimu kuliko hata ule wakati ambapo unafanyiwa maombezi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu, huu ndio msingi ambao ukiukamata, ukisimama nao, adui akija anakosa pa kupita. Kwa nini? Kwa sababu una neno la Mungu ndani yako. Ukiona unakwama, kuna vitu huvijui kuhusu Mungu, ndio maana unakwama. Ukiona unashindana kila siku na watu ambao ni wabaya kwenye maisha yako na unashindwa kuwashinda, kuna vitu huvijui kuhusu ushindi unaotakiwa uwe nao, ndio maana unashindwa. Ukiona unaumwa na hujapata uponyaji, kuna kitu ukijui kuhusu Mungu, ndio maana hujapata uponyaji. Maana Biblia iko wazi, imeandika mambo yote kuhusu mwanadamu, imeandika ahadi zote, na ahadi za Mungu ni kweli. Akasema kwamba neno moja nimeapa, sitamwambia mtumishi wangu Daudi uongo. Kama hakutaka kumwambia Daudi uongo akaapa, na wewe pia ni mwana wa Mungu, kwa hiyo hawezi kukuambia uongo. Mungu hawezi kubatilisha neno lake. Kwa hiyo shida inayotokea ni kwamba hatulijui neno la Mungu, ndio maana tunateseka kwenye maisha yetu. Karabo shekete. Sasa nataka nikuelekeze mambo machache ili ufunguke kichwa chako, na leo uingie kwenye hatua mpya ya baraka zako. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka nikufundisha kwa habari ya neema ya kinabii. Neema ya kinabii. Sijajua umetoka kwenye mazingira gani, lakini mimi ninachofahamu ni kwamba tunaishi kwenye ulimwengu ambao wanawatukana watumishi wa Mungu, wanawatukana manabii. Hawa ni manabii wa uongo. Hawa ni manabii ambao wanataka fedha tu. Hawa ni manabii ambao wanauza chumvi, wanauza maji, wanauza udongo. Ndio kizazi cha sasa hivi. Lakini nataka nikukumbusha kitu kimoja. Yesu Kristo akasema, Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii, mara ngapi nimekuja kwako nikitaka kukukusanya kama kuku wakusanyavyo vifaranga vyake kwenye mbawa zake, lakini ukakataa. Anasema laiti ungejua wakati wa kujiliwa kwako. Laiti ungejua wakati wa kujiliwa kwako. Ndivyo kilivyo kizazi cha sasa hivi. Hawajui wakati wa kujiliwa kwao. Hawajui wakati wa kupiga hatua kwenye maisha yao. Hawajui wakati wa kutoka kwenye hiyo shida ambayo imekuwa ya muda mrefu. Hawajui wakati wa kutoka kwenye laana za kurithi. Hawajui. Hilo ndilo tatizo. Na ndio maana Yesu alivyouona mji wa Yerusalemu akaulilia, akisema kama ungejua ya kupasayo kutenda, kama ungejua ya kupasayo amani. Ndicho ninachokileta kwako leo. Laiti kama ungejua yanayokupasa ili ufurahie kwenye maisha yako. Laiti kama ungeyajua, ungeyakumbatia na ungeiona furaha ya maisha yako. Tatizo ni kwamba haujui ni yapi ambayo yanakupasa kufurahia. Na mambo mazuri kwenye maisha yako umegeuza kuwa mabaya.
Manabii ambao Bwana amewaleta kwenye kizazi hiki kwa ajili ya kutuvukisha kwenda hatua nyingine, watu wamewageuza na kuwafanya watu wasiofaa. Wamegeuzwa na kufanywa watu ambao hawana thamani. Manabii wameonekana hawana thamani. Watu wakiwaona manabii wanaona ni watu wanaotaka fedha. Sasa sikwambii hivyo kwa sababu mimi ni mwana wa nabii na hili ni kanisa la kinabii, hapana. Nakwambia hivyo kwa sababu hata mimi kabla sijamjua Mungu vizuri, nilidhani manabii ni watu ambao wanapiga hela tu. Na ndivyo kizazi kilivyodanganywa na shetani kwamba manabii wako, manabii wa uongo. Ndio wapo wa uongo, lakini pia wako manabii wa kweli ambao wanaifanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nataka nikufundishe kwa habari ya neema ya kinabii, lakini vizuri ukafahamu huyu nabii ni nani. Nabii ni nani? Nabii ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Nabii ni nani? Wako watu wengine wanadhani kwamba nabii alikuwepo zile enzi za Agano la Kale tu. Agano Jipya hamna nabii. Sasa hivi hamna manabii, ni uongo mtupu, hamna mitume. Watu wanazungumza mambo ya ajabu ajabu na wanawasababisha wana wa Mungu na sisi tunaingia katika hilo kundi la kuona hakuna manabii. Sasa hivi wako wachungaji ambao wanawainukia manabii, wako maaskofu wanawainukia manabii. Kwa hiyo wewe umezaliwa kwenye kizazi ambacho sio rahisi kujua ya kupasayo amani. Fungua na mimi katika Efeso 4:12-13. Korabo shekete. Yebrekete mandaraba. Rebe shekete mandaraba. Kete. Hora baba. Raba baba ushekere bokota painama. Hora shekete. Raba shekete rekete. Kuna watu wanafunguliwa karaba baba. Herebe, kuna watu wanafunguliwa ndoa. Kuna mtu ana matatizo kwenye ndoa, Bwana anafungua ndoa yake hapa. Oshekete. Nasikia moto, kuna mtu anafunguliwa kwenye ndoa yake sasa hivi. Karaba. Yerebekete mandarabos. Hayrebo shekete mandarabos. Oh shekere baba mandarabo shekete. Ametoa kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Haleluya. Mwili wa Kristo tunaozungumzia hapa ni nini? Mwili wa Kristo tunaozungumzia ni kanisa. Kwa hiyo watu wakidhani kwamba hizi huduma hazipo za unabii, za manabii, wanashindwa kuelewa kwa habari ya ile andiko ya kwamba Bwana aliwatoa wengine wawe mitume, wengine wawe manabii, wengine wawe wachungaji, wengine walimu, lakini pia na wainjilisti. Na anasema kwa nini anawatoa? Ili akamilishe kazi ya Mungu. Anasema ili kuwakamilisha watakatifu. Watakatifu ni akina nani? Watakatifu ni wewe ambao umekuja kanisani. Watakatifu ni wewe ambao umekuja mahali hapa. Alafu anasema sasa ili kuwakamilisha watakatifu, alafu kazi ya Mungu ijengwe. Maana yake nini? Kuwe na ufalme wa Mungu hapa duniani. Usione hizi nyumba za ibada namna hii na watu wakutane na Mungu kweli. Sio watu wanakuja ibadani wanasinzia. Watu wakutane na Mungu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa mwingine tumeshindwa kufahamu kwamba kwa nini tunaitwa watakatifu. Kwa nini Mungu anatuheshimu, anawatoa watu kuwa watumishi katika hizo ofisi 5 ya mitume, manabii, wachungaji, walimu na wainjilisti, ili kukujenga wewe. Lakini sasa watu wanadhani tu kwamba wako wainjilisti, wako wachungaji, hawaelewi sana kuhusu walimu, hawaelewi sana kuhusu mitume, hawaelewi sana kuhusu manabii. Hao mitume wanataka tu wasikie jina mchungaji. Mimi hapa pia ni mchungaji. Haleluya. Lakini pia mimi ni mwinjilisti. Haujaona anakuja nyumbani kwako kushuhudia? Naenda nyumba kwa nyumba, hujaona? Mimi ni mwinjilisti pia. Lakini pia mimi ni mtume. Nimeitwa kama mtume. Bwana Yesu asifiwe. Nimeitwa chini ya mafuta ya baba yangu nabii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wamenyimwa kufahamu haki ya neema ya kinabii. Sasa nikuelekeze juu ya hii neema ya kinabii.
Nimeanzia hapo nikutambulishe kwamba hiki kitu kipo, lakini kurudishe katika Agano la Kale. Nikurudishe kwanza katika Agano la Kale. Alikuwepo Musa. Musa anaitwa, anaambiwa uende ukawatoe wanangu. Bwana anasemaje? Anasema kwamba nimesikia kilio chao. Baada ya kusikia kilio chao, anasema nimekumbuka ahadi aliyokuwa ameiweka. Amekumbuka agano alilokuwa ameagana na baba zao. Na ukisoma Biblia vizuri katika Mwanzo, Ibrahimu aliambiwa kabisa kwamba watoto wako watakaa utumwani miaka 400. Baada ya miaka 400 nitawatoa. Kwa hiyo anamwambia uende ukawatoe wanangu. Kwa nini? Nimesikia kilio chao, wameugua, wameteseka, wametumikishwa sana. Kwa hiyo nimesikia kilio chao. Lakini baada ya kusikia kilio chao kikanikumbusha lile agano lilokuwa nimeingia na baba yao Ibrahimu. Sasa nimeshuka ili niwakomboe, na ninakutuma wewe uende ukawatoe. Na ukiangalia katika Kutoka 7 mstari wa kwanza, fungua Kutoka 7 mstari wa kwanza. Wewe unayeandika ndio nishaanza hivi. Neema ya kinabii, nimeanza andiko la kwanza la Efeso 4:12-13, 11 na 12. Alafu nimekuja kwenye Agano la Kale kidogo, nataka nikuonyeshe kuhusu manabii na jinsi gani hao manabii wamekuwa wakisimama katika kusudi la Bwana. Haleluya, wana wa Mungu. Haleluya. Sasa mimi nataka nikufundishe kitu leo. Ukitoka hapa umwone Mungu kabisa kwenye maisha yako. Umwone Mungu kabisa amegusa maisha yako. Kuna kitu kipya unakiona kwenye maisha yako. Ndio kiu yangu nilionayo hapa. Haleluya. Sasa ukiangalia katika hiyo Kutoka 7:1, Musa anaambiwa nenda kwa Farao, nitakufanya kama Mungu mbele ya Farao. Kwa hiyo Mungu anamtuma Musa ambaye ni nabii, na anapomtuma anamwambia nitakufanya kama Mungu. Kwa hiyo kumbe tumeshinda kuelewa neema ya kinabii. Kumbe nabii anasimama mahala pa Mungu. Nabii anamwakilisha Mungu. Nabii anasema lile wazo la Mungu at a particular moment. Analisema wazo la Mungu katika wakati stahiki. Sijui nisemeje Kiswahili kizuri hapa. Yaani nabii anakuja na neno la Mungu ambalo ndilo unalolihitaji kwa wakati huo. Haleluya. Nabii anakuja na neno ambalo ndilo unalolihitaji siku hiyo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameshasema anamfanya kuwa kama Mungu mbele ya maadui zako. Kwa hiyo mimi ninaposimama hapa, neno la Mungu linasema kwa kuwa wana wa manabii nao ni manabii. Kwa hiyo na mimi nasimama hapa mbele yako kama nabii kwa sababu ni mwana wa nabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimetumwa hapa, nimesimama kama Mungu kwa ajili ya watesi ambao wametesa maisha yako. Huu maskini ambao unacheza na maisha yako, hayo magonjwa ambayo yanatesa maisha yako, ninasimama leo mbele yako nikisimamisha hayo mateso, maana ninasimama mahali pa Mungu. Maana hapa nilipo mimi nimesimama kama Mungu. Haujaelewa, ndio maana huwezi kuitikia vizuri. Na kama hujaelewa itakuwa ngumu kufunguliwa. Ngoja nikuelekeze tena. Yamkini umeanza kuogopa kwamba huyu jamaa anajiita Mungu. Mimi sijajiita Mungu, lakini mimi ni Mungu hapa nilipo. Maana nimetumwa na Mungu kama nabii wa maisha yako leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimetumwa kama nabii wa maisha yako leo. Hebu tazama ni vitu gani ambavyo vimekwamisha maisha yako. Ni dhambi gani ambayo kila siku unapotaka kufanikiwa inakuangusha, alafu unajikuta tena umeanguka kwenye tatizo badala ya kutoka? Ni jambo gani limejirudia? Ni laana gani hiyo ambayo imesimama muda mrefu? Ni ugonjwa gani huo ambao hauponi? Eti ukimwi hauponi? Nani kasema? Nimesimama kwenye hilo tatizo lako leo kama Mungu. Nikisema leo ni lazima hilo tatizo likuachie kwa jina la Yesu Kristo. Karabu shekete. Yandara bakota na busheke bokori. Kwa nini uteseke wakati kuna neema ya kinabii ambayo Bwana ametupa kwenye madhabahu hii?
Haleluya. Neno la Mungu linasema ampokee nabii kwa kuwa ni nabii, anaipata thawabu ya kinabii. Sasa shida ambayo adui anataka uje hekaluni kama hapa, kuna neema ya kinabii mahali hapa, alafu uondoke kwenye madhabahu hii uhusiane na mtumishi wa Mungu kama mchungaji wa kawaida uliyetoka naye huko kwenye dini. Lakini kuna tofauti. Sasa sisemi kwa habari ya mchungaji kwamba namsema mtumishi, msemi mtu. Ninasema kwa habari ya wewe kuelewa neema ya kinabii hivi inavyoweza kuingia kwenye maisha yako na kubadilisha kitu. Mungu anamwambia Musa, nitakufanya kama Mungu mbele ya Farao. Alafu anamwambia Haruni ndugu yako atakuwa nabii kwako. Kwa hiyo Musa ni nabii, anakwenda kusimama mbele ya Farao ambaye ni adui wa wana wa Israeli. Anasimama kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi hapa ninakuambia, kama ukiamini inakuwa kwako, ya kwamba leo nimekuja kusimama kama Mungu kwenye hilo tatizo ambalo limekutesa muda mrefu. Na mahali ambapo anasimama Mungu, hauwezi ukabaki vile vile, labda kama Mungu wa uongo. Lakini kama ni Mungu wa kweli tunayemwabudu, mahali anaposimama Mungu lazima kubaki alama. Na kukibaki alama ya Mungu, adui hawezi kufika tena pale. Karabu shekeche. Yandara makocha na busheke na bukoi. Hebu angalia katika Mambo ya Nyakati, Nyakati wa pili 20. Tuangalie pale kuanzia mstari wa 14. Mambo ya Nyakati. Tuangalie Mambo ya Nyakati 20 pale. Korabo shekeche. Asante Yesu. Leo ni siku mpya tena. Siku ya kuvuka kwenda hatua nyingine. Asante mama. Mungu akubariki kwa kuona kwamba adui anaweza akahusika hapa. Mambo ya anasema Mambo ya Nyakati 20, Mambo ya Nyakati wa pili 20, nianzie mstari wa 14. Anasema ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeieli mwana wa Matania Mlawi wa wana wa Asafu akajiliwa na roho ya Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda wote nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Kesho shukeni juu yao. Tazameni, wanakwenda kutupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde mbele ya jangwa la Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita. Jipangeni, simameni mkauone wokovu wa Bwana uwe pamoja naye. Enyi Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Yuda walikuwa ni kabila dogo, ulikuwa ni ufalme mdogo kulinganisha na hao maadui ambao walikuwa wamesimama kwa ajili ya kushindana nao. Ukiangalia hapo juu utaona kwamba kuna hao watu wa Moabu, wana wa Amoni, pamoja na baadhi ya watu hao wa Meuni wakaungana pamoja kwa ajili ya kwenda kuwapiga Yuda. Wakati huo Yuda walikuwa wako chini ya mfalme anaitwa Yehoshafati. Sasa Yehoshafati baada ya kusikia kwamba wao jamaa wanakuja, akaanza kuogopa. Akawaambia watu wake, tukae kwenye kufunga, tumuombe Mungu atuonyeshe namna ya kushinda hii vita. Wakati wamekaa katika kufunga, wanamuita Bwana, hapo hapo akatokea mwana wa Zekaria ambaye alinuka kama nabii wakati huo. Akasema, sikieni enyi Yuda na watu wake, na wewe mfalme Yehoshafati,
Ni kama sasa hivi anainuka mtumishi mmoja wa Mungu, anawaambia Watanzania, sikieni, pamoja na Magufuli, rais wa taifa hili, ya kwamba vita hii si ya kwenu, vita hii ni ya Bwana. Simameni mkauone wokovu wa Bwana. Hamtahitaji kwenda kupigana na maadui zenu. Nendeni, mtakutana nao, wamekuja mpaka eneo fulani kwa ajili ya kuwavamia, na hapo ndipo mtakapouona ukuu wa Mungu kwenye maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno limepitia kwa nani? Hili neno lilishuka kupitia nabii. Bwana Yesu asifiwe. Yahazieli ni mwana wa Zekaria, na Zekaria ni kati ya wale manabii wadogo. Zakaria ni kati ya wale manabii wadogo, na nilikwambia neno la Mungu linasema wana wa manabii nao ni manabii. Haleluya. Kwa hiyo aliinuka, tayari Bwana alizungumza naye, akainuka juu ya taifa zima, akawaambia usiogope kuhusu vita inayokuja. Ni nani huyo? Ni nabii wa Bwana. Kwa hiyo Mungu amewatumia manabii kuingilia mambo makuu mno kwenye maisha. Mungu amewatumia manabii kuwashindia wana wa Israeli kwenye safari yao mwanzo mpaka mwisho. Mungu amewatumia manabii. Sasa adui atataka uabudu kwenye kanisa ambalo halina macho ya kiroho. Hawawezi wakaona hali unayopitia, hawawezi wakaona mtego uliotekwa. Mliokuwepo kwenye maombi hapo juzi usiku, Ijumaa, mliona jinsi ambavyo Mungu alijitukuza hapa. Ufalme wa giza kutoka Ghana, kutoka Nigeria wamekuja kushambulia kanisa, wakasema siri nzito hapa, nzito mno, ambazo ukiambiwa sasa hivi wewe utaanza kukaa kijiweni kule na kuanza kuhadithia watu, na serikali itakuchukua haraka mno. Sasa utashangaa. Kwa sisi tunasimama kama manabii. Unafikiri kwa nini siri zile nzito mpaka zinazohusu mambo ambayo hatuwezi kuyasema zimezungumzwa kwenye madhabahu ya Bwana? Kwa sababu Mungu anawaheshimu watumishi wake. Amen. Na anawatumia watumishi wake kwa ajili ya kwenda juu ya taifa, kusaidia taifa hili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo usimchukulie nabii kawaida. Usiwepo kwenye madhabahu kama hii ya kinabii, alafu ukahusiana na hii madhabahu kama tu kanisa la kawaida la kichungaji. Hapana, nakwambia kuna neema tofauti, ndio maana zimetajwa hapa. Kwa hiyo ukimkuta mchungaji atakupa huduma ya kichungaji, ukimkuta mwinjilisti atakupa huduma ya kiinjilisti, ukimkuta nabii atakupa huduma ya kinabii, ukimkuta mtume atakupa huduma ya kitume. Na uzuri sasa hivi mitume wengi wanafanya kazi chini ya manabii. Kwa hiyo utakuta mitume na manabii wanafanya kazi moja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa ni vyema ufahamu kwamba unapokuwepo kwenye madhabahu ya kinabii, husiana nayo kinabii. Ogopa sana kuwepo kwenye madhabahu ya kinabii alafu haufanikiwi. Ni aibu, haiwezekani. Uwepo kwenye madhabahu ya kinabii. Kuna tabia za madhabahu ya kinabii. Kwa mfano, moja wapo ya tabia ya madhabahu ya kinabii, maombi hayapoi. Muda wote ni maombi. Watu wengi wamechoka hapo, wanasema tunaomba muda mrefu, tunaomba sana. Ndiyo madhabahu ya kinabii ilivyo. Sina mimi kitu kingine cha kufanya. Niende nikafanya nini? Kama ni biashara labda atafanya mke wangu, sio mimi. Mimi nitakaa hapa nikimtafuta Mungu muda wote ili ukutane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa adui atataka uje kwenye madhabahu yenye moto kama hii, alafu uwe tu kawaida, na unavyokuwa wa kawaida huwezi kupokea, maana andalio la moyo ni la mwanadamu na jawabu la ulimi ndio linatoka kwa Mungu kupitia kinywa cha nabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa angalia uone Mungu anavyowaheshimu manabii. Hapo hapo kwenye Mambo ya Nyakati 20. Sasa nisome ule mstari wa 20 ukusaidie kitu hapo. Baada ya hilo agizo sasa la Yahazieli, wakaamka asubuhi na mapema wakaenda nje. Nasoma Mambo ya Nyakati 20:20. Hiyo nilikuwa nisoma mstari ule wa 20. Wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati huyo mfalme mwenyewe
Akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Ukimwamini Bwana unathibitika, maana unapata kibali. Ukimwamini Mungu unapata kibali. Ile tu kumwamini Mungu. Ndio maana neno la Mungu linasema pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo ukimwamini Mungu kwamba leo nitapona, ukimwamini Mungu kwamba leo natoka kwenye ndoa, kwenye tatizo la ndoa, leo natoka kwenye haya maisha ya kukopa, leo ninatoka kwenye haya matatizo ambayo yamenisumbua muda mrefu, wamenikataa muda mrefu, wameniona sifai, mimi nimekuwa tasa muda mrefu. Utakapoona kwamba unamwamini Mungu, umeweza kumwamini Mungu, tayari unapata kibali kwa ajili ya kutoka kwenye tatizo. Lakini sikiliza kinachoendelea. Anasemaje? Hapa ndipo watu hawaelewi. Anasema mwaminini Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Anasema waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Haushangilii wala hauwezi kuitikia amini, maana haya maneno yanakushangaza. Na mimi nataka ushangae mpaka uchanganyikiwe ili ubadilike leo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ushangae mpaka usielewe. Ndipo mtakapofanikiwa. Kwa nini hakusema muaminini Mungu mfanikiwe? Hebu jiulize, kwa nini hakusema muamini Mungu mfanikiwe? Kwa nini hakusema muamini Mungu ndipo mfanikiwe? Anataka kukwambia kwamba ukiniamini mimi Mungu ninakupa kibali. Lakini unapomwamini sasa nabii niliyemtuma, ambaye yeye anasimama kama mimi, ndipo utakapofanikiwa. Usitake kuwaruka hao manabii niliyowaleta, ukataka kutengeneza mazingira yako ya kuja kwangu moja kwa moja. Waamini hao niliyokupa, ndipo utakapofanikiwa. Ndio maana yule tajiri kule, wakati ukisoma, tajiri baada ya kufa akaenda mahali penye shimo lenye moto, alafu anaona ng'ambo yuko Lazaro, yuko kifuani mwa baba Ibrahimu. Anamwambia baba Ibrahimu, mwambie Lazaro achoke hata ncha ya kidole chake kwenye maji, aje anipe, maana huku kuna mateso makali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Ibrahimu alimwambia nini? Akamwambia huko duniani wako watumishi wa Mungu, wasipo wakubali hao, hata wakitumwa watu. Maana baada ya kuomba maji akaambiwa hapa katikati kuna shimo kubwa limetutenga. Akasema basi mtume Lazaro arudi kule duniani, awaambie ndugu zangu huku ni noma. Sema ni noma. Akasema aende akawaambie ndugu zangu. Akaambiwa yani, kwanza kuhusu maji, hapa tumetengwa na shimo kubwa, ili walioko huku wasije huko na walioko huko wasije huko. Lakini pia huko duniani wako watumishi wa Mungu, wasipowatii wao, hata akitumwa mtu kutoka huko hataelewa, hawataelewa chochote. Ndicho ambacho unatakiwa ukijue leo, kwamba Mungu amesema waaminini manabii zake ili mfanikiwe. Kwa hiyo kuna kazi ya uinjilisti, na unapoona nakupigia simu na kuambia mwanangu, nimekukumbuka, njoo kanisani, ni muda mrefu sijakuona, njoo kanisani, pale nimefanya kazi ya uchungaji. Lakini sasa chakula unachokula hapa madhabahuni ni chakula cha kitume na kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hiki chakula unachokula ndicho kinachokusaidia wewe kuwa na misuli ya kushindana utakapotokea dhoruba kwenye maisha. Hiki chakula ndio kinakuchukua kwenda hatua nyingine. Waaminini manabii zake ndipo mtakapofanikiwa. Sasa huyu Yehoshafati, pamoja na kwamba ni mfalme, lakini ikafika mahali akawaambia jamani, tuaminini manabii. Kwa nini? Kwa habari ya lile neno alilolisema Yahazieli ya kwamba simameni mkaone utukufu wa Mungu. Kwa hiyo na yeye akasema kwamba, akawaambia watu wake, jamani, tumwamini Mungu tupate kuthibitika, tupate kibali, lakini lazima tuamini ujumbe uliotolewa na nabii ili tukafanikiwe kwenye hiki kitu. Maana kwa nini? Sasa nikupe siri. Kwa nini? Kwa sababu nabii anatamka neno ambalo Mungu ndilo analolitamka kwenye maisha yako. Kwa maana nyingine ni nini? Nabii sasa hivi ninavyozungumza, Mungu ndicho anachotaka usikie. Kwa hiyo Mungu angeweza kushuka hapa, angekuwa anaweza akashuka hapa kwa namna ya kawaida ukamwona, angezungumza hiki ninachozungumza. Ndio maana ya neno la kinabii. Ndio maana Yehoshafati anawaambia kwamba
waaminini manabii zake ndipo mtakapofanikiwa. Kwa nini alikuwa anasema nao vile? Anawajengea msingi kwamba ndugu zangu, sasa hapa tunaenda kwenye vita. Hao jamani wengi kutuzidi sisi. Bila hili neno la kinabii hatuendi kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu leo hii wakitamkiwa neno la kinabii hawaoni kama wanafunguliwa, wanataka mpaka awekewe mkono au pewe. Akipewa agizo la kinabii hayupo tayari kulitekeleza. Kwa nini? Haamini maagizo ya kinabii. Yeye anaamini kuhudumiwa kama alivyozoea kutoka kwenye kanisa lake alilokulia. Na hiyo imetufanya tusikutane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wana wa Mungu. Haleluya. Tumeshindwa kufanikiwa kwa sababu tuko kwenye makanisa yenye neema kubwa ya kinabii, lakini hatuhusiani na Mungu kinabii, tunahusiana na Mungu kichungaji, kiinjilisti. Kwa hiyo unaenda na roho fulani ya upole. Unajua wachungaji, kuna muda nina huo moyo, lakini siupendi sana huo moyo mpaka Bwana awe ananisisitiza kwa nao. Kuna wakati mwingine tunakuwa na ule moyo wa kutetea. Ndiyo, sijakataa, lakini tunatofautiana sasa. Ninapokuja na mafuta ya kitume, nina moto kama wa Mtume Paulo ambao sivumiliani na kitu ambacho hakitakiwi. Ninatamani kila ukija hapa uwe unakutana na moto ambao unaangusha vitu vibaya, alafu unapokea vitu vizuri, unaenda kusimama kama shujaa, unamtisha adui kwenye maisha yako. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu ukafanikiwe. Lazima ujue kwamba nyie mapepo, mwachie huyu binti asikilize neno. Toka! Toka! Binti simama. Ufungue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu utambue kwamba ukija kwenye kanisa la kinabii ni lazima utapokea neno la kinabii. Hilo neno la kinabii ndilo neno ambalo unalotakiwa ukutane nalo. Hilo neno ndilo unalolihitaji. Sasa usitafute lingine, pokea hilo ambalo limeachiliwa kwanza. Kwa sababu hilo liloachiliwa linaonyesha kwamba ni muhimu kuliko hayo mengine unayotaka kwanza. Kama Mungu angetaka upate hilo ambalo unataka, angelileta hilo kwa wakati huo. Kwa hiyo siku unapokuja hapa, kila wakati unapofika, neno unalokutana nalo ndilo neno unalolihitaji kwa wakati huo. Lichukue, likumbatie, alafu nenda kwa imani, hilo neno likasema tuna kwenye maisha yako. Toraba shekete rabos. Rabo shekete pa. Yanda rabo shekete bokoni. Adui amekuwa akishambulia maisha ya Wakristo wengi kupitia neno la kinabii. Kwa hiyo anakutaka uwepo kanisani, upewe neno la kinabii, alafu urudi nyumbani ukose imani ya kulitendea kazi. Jiulize, toka umekuja hapa, kwa wewe ambaye ni mwenyeji, toka umekuja hapa ni mara ngapi? Ni mara ngapi? Ni mara ngapi nimekupa maagizo ya kinabii na hujayafanya mpaka leo? Unadhani ni mimi nimekupa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unadhani ni mimi nimekupa? Kumbe ni Bwana amekupa hayo maagizo. Unasubiri mpaka nikupigie simu mimi uje ibadani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamekuja mara kadhaa hapa, nawaambia jitahidi kuhudhuria ibada. Baada ya siku kadhaa, labda wiki au mwezi, kuna kitu Mungu anakwenda kufanya kwenye maisha yake. Lakini anakuja wiki ya kwanza, nimempa agizo la mwezi, anakuja wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, anaahirisha kuja. Anadhani akiahirisha kuja hiyo hasara ni ya mtumishi. Kumbe hasara ni ya kwako mwenyewe. Umepewa neno la kinabii lakini hauliamini. Unadhani ilikuwa ni kazi nyepesi. Yehoshafati anaambiwa wala msiende kupigana nao, simameni muone wokovu wa Bwana. Eti watu wamekuja na mapanga na mikuki, watu wamekuja na machine gun, alafu wewe unaambiwa kwamba wala usiwe na wasiwasi, wala usipigane, Bwana anakupigania. Wanakuja wanaanza kuvunja mlango, una silaha ndani, eti usitoe silaha kwa sababu Bwana anakupigania. Unadhani hilo neno ni jepesi? Sio jepesi kufuata neno hili, ni ngumu kibinadamu.
Lakini Yehoshafati akawaambia, waaminini manabii zake, ndipo mtakapofanikiwa. Ukisoma hiyo chapter mpaka kufika mwisho, hawa jamaa walienda kushinda kwa namna ya ajabu. Wale watu waligeukana wenyewe, si wa Moabu, wa Amoni wakageukana wenyewe, wakauana wenyewe, wakauana, wakageukana, wakawa maadui. Yaani wale majirani zako ambao hawakupendi, wale majirani zako wachawi, ghafla kwa neno la kinabii wanainukiana wao wenyewe, wanakatana mapanga hadharani. Wachawi majirani zako ghafla walikuwa wanaungana kila siku, huyu anatusumbua sana, unajua maombi yake anavyoomba yanatusumbua, unajua ni toka ameenda kwenye ile kanisa la Msuvini huwa yani siku hizi anaomba hapa ni vurugu. Hao wachawi sasa wanageukana wenyewe, wanapigana mpaka wanakuana nguo mbele ya watu. Amen. Huo ndio wokovu wa Bwana. Neno la kinabii lina nguvu. Ninaweza kutamka neno la kinabii. Laana iliyokutesa miaka 30 ikavunjika leo na ikawa ndio mwisho. Neno la kinabii. Kwa nini? Kwa sababu hili neno ni la Mungu. Ni Mungu anayetamka hili neno kupitia kinywa cha nabii wake. Ndio maana adui anashindana sana na makanisa yenye neema ya kinabii. Jana alikuja mtumishi mmoja anatoka ile kanisa nililokulia mimi, wale ambao mnalifahamu. Nishawaambia baba yangu amekuwa mchungaji kule kwa muda mrefu kabla hajafariki. Alikuja na mwanangu mmoja wa kiroho hapa, lakini akabaki kwenye gari la mwanangu, akasema ashuka. Wakati namsindikiza yule mwanangu natoka naye, akaniambia twende ukamwone huyu mtumishi wa Mungu aliyekuja nyumbani kwangu kunihudumia. Amekuja kuniombea. Amekuja kuniombea, lakini kabla hajaja kuniombea Bwana alinionyesha atakuja mtumishi wa uongo kuniombea kwa namna fulani, na alivyokuja ameomba namna ile. Kwa hiyo nimemleta hapa, amekataa kuingia ndani. Baba toka hapa msalimie. Nikatoka. Nikamkuta yuko hapo mlangoni, nikamkaribisha ndani, mama karibu. Akakaribia, akaogopa, anaogopa kunipa mkono. Nikamfuata, nikamshika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo wanaachilia nguvu ya Mungu, watu wanaanguka tu, wakiondoka pale, watu wakirudi nyumbani matatizo yanarudi. Ndio wanavyowafahamu nabii hivyo. Basi hajui kitu kingine kizuri kuhusu nabii. Kweli wana nguvu ya Mungu kabisa, wana nguvu ya Mungu. Yaani watu wakienda wanapokea, wanaanguka. Wakishaanguka wakirudi nyumbani matatizo yanarudi vile vile. Yaani yeye anajua tu nabii ndio kazi wanayofanya. Na ameokoka huyo. Anajiita ameokoka. Sasa utafahamu kwamba watu ambao unakutana nao kwenye madhehebu tuliolelewa wana mambo mengi na miujiza mingi, wanaweza wakakukwamisha kabisa. Neno la kinabii kwako likawa kama story tu. Yaani nikakupa neno la kinabii, ukafika hapo nje, ukakutana na nabii wa uongo mwenye roho ya dini, kwa maana yule mlokole sasa mwenye hiyo roho ya dini, akalipoza lile neno na ukaliacha pale pale. Hao manabii utasikia tu wanaopanga muda wote. Wewe niambie wanaomba nini muda wote? Hawajasoma ndivyo linasema nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala. Wanataka tufanyeje sasa kanisani? Tupige stop? Hatuna cha kufanya zaidi ya kuongea na Mungu, ili Mungu naye aongee na sisi, ili tubadilishe maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ni muhimu kujua kwamba neno la kinabii likiacha kila kitu kwenye maisha yako. Na hata leo yako maneno mengi Bwana ameandaa kwa ajili ya watu hapa. Sijajua na kwako ni kipi, lakini ninachojua tu ni kwamba leo Bwana ana neno kwa ajili yako. Haleluya. Na hata sasa ambavyo nimeanza kuzungumza hivi, Bwana ameshasema na wewe tayari. Karapo sheketi. Lakini hebu angalia na mimi katika kitabu cha Joshua, ili ujifunze kitu kingine hapa. Hebu angalia katika kitabu cha Joshua. Ukiangalia katika kitabu cha Joshua pale moja, Joshua 1 mstari wa 2 na 3 anasema. Kuanzia mstari wa 2 anasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Nani anapewa hii kazi? Mwana wa nabii ambaye ni nani? Joshua. Baada ya nani? Baada ya Musa kufa.
anaambiwa uende na watu hawa. Alafu ukiangalia mstari wa 3 anaambiwa kila mahali zitakapo kanyaga nyayo zenu nimewapa kumiliki. Maana yake ni nini? Mimi nimepewa nafasi ya kwenda na wewe mpaka kwenye mafanikio yako, mpaka siku unaondoka kwenda mbinguni. Mungu amenipa dhamana hiyo ya kukushika mkono, twende pamoja. Lakini watu wanahusiana watumishi kama washikaji. Huwezi kupata hizo baraka zinazozungumzwa. Haiwezekani. Hiyo kuishi na watumishi wa Mungu kawaida haiwezekani. Yaani wewe mtumishi wa Mungu ni mtu ambaye anaweza akakwambia kitu na ukapinga. Unapoteza wakati wako kwenda kanisani. Yaani mtumishi wa Mungu ni mtu ambaye unaweza kumdanganya, unajua unamdanganya Mungu. Sijajua watumishi wengine wanaozidi, sijajua watumishi wengine ambao ni wezi, mimi sijui, lakini mimi najua mimi muda wote ninamlilia Bwana, nitakase, nataka mtakatifu. Karapo shekete. Sijui wengine, ila mimi najua kwamba kuna wasichana wazuri mtaani, lakini nazuia macho yangu yasiondoke na wale wasichana wakipita. Nazuia moyo wangu usivutwe na mabaya ya dunia hii. Nazuia moyo wangu usitamani vitu vya dunia hii. Nazuia moyo wangu usishawishiwe kwa namna yote hiyo. Hata kama ninapita kwenye wakati mgumu, hata kama sina chakula, ninauzuia moyo wangu usiingie kwenye dhambi. Ndicho ninachokijua. Kwa hiyo nikitamka neno hapa, hili neno ukilikamata, lazima kitu ni kuonyeshe hapo. Ufunuo 19:10 anasema nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Ukiangalia kwa habari ya nabii Isaya, ambaye aliandika mambo mengi kwa habari ya Yesu Kristo, ndiye aliandika kwamba aliandika habari ya ile ambayo iko katika Luka, ambayo Yesu alikwenda akakisoma kile chuo cha Isaya, akiwaambia kwamba Roho wa Bwana yu juu yake, amempaka mafuta, amemtuma kwa ajili ya kuwaweka huru waliofungwa, kuwaweka huru walioonewa. Alafu akaanza kutazamana, huyo anamkufuru Mungu, yeye anatumwaje? Imeandikwa na nabii Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Akitabiri habari za Yesu. Ukiangalia kitabu cha nabii Isaya kimetabiri mambo mengi ya Agano Jipya. Sasa hapa ukiangalia, Yohana anapata ufunuo. Na anapopata ufunuo, anakuja malaika kuongea na yeye. Anadhani ni Mungu anataka msujudie. Wakati anataka apige magoti amsujudie, anaambiwa kwamba usinisujudie mimi ni mtumishi wako na wa ndugu zako. Malaika anamwambia, kuna watu hamjui hapa kwamba malaika ni watumishi wetu. Na ndio maana hamwezi kuwatumia malaika. Malaika ni watumishi wako. Kwa hiyo kama malaika wako amefungwa, muamuru shetani amwachie kwa jina la Yesu. Sasa unasema malaika anafungwa, tena mimi ndo namwombea afunguliwe. Angalia ukiangalia katika Yeremia, katika Daniel, anaambiwa kwamba nilikuja, yani ulijibiwa maombi yako siku ya kwanza ulipoomba, lakini mfalme wa Uajemi alinizuia siku 21. Ndio maana watu wanafunga siku 21. Mfalme wa Uajemi alinizuia siku 21 nisilete majibu, lakini siku ya kwanza ulipoingia kwenye maombi ulijibiwa. Kwa hiyo malaika anakuja anamwambia, nilikuwa nimezuiliwa, nimefungwa na mfalme wa Uajemi. Kwa hiyo kuna wachawi wamemfunga malaika wako, ambaye ni malaika wa bahati yako, malaika wa kung'aa kwako, malaika wa kazi yako, malaika wa mume wako, malaika wa mke wako. Wazee wa giza wamemfunga. Kwa hiyo unatakiwa umfungulie. Malaika ni mtumishi wako, na umwamuru, nenda ukasawazishe njia mahali palipoharibika. Nenda sawazisha, piga, haribu, ua, nataka kupita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa wakati anataka kumsujudia, anaambiwa hapana, msujudie Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye ambaye amemleta Yesu Kristo, na Yesu Kristo ndiye roho ya unabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ninapokutabiria, ninapokupa neno, ninakupa neno la Yesu. Haleluya. Maana Yesu ndiye roho ya unabii.
Kwa ninapopita na kutabiria kitu, ninakupa neno la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Haleluya. Naamini hapo kuna kitu umeelewa. Kwa hiyo tunapozungumza unabii, tunazungumza habari ya Yesu. Kwa sababu Yesu ndiye roho za hao manabii wote waliokuwa wanafanya kazi. Ndio maana walipokuwa mlimani alitokewa na manabii. Na ndio maana yule jamaa akamwambia, Mungu, tujenge vibanda vitatu hapo. Cha kwanza cha Musa, cha Elia na cha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Alitokewa na manabii kwa nini? Alafu wale manabii wakamwambia, wakawashuhudia wanafunzi waliokuwa na Yesu kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu. Sasa huyu ndiye mwana wa Mungu, msikilizeni, huyu ndiye mwana wa Mungu. Kwa nini wanamshuhudia? Kwa sababu wao walitangulia tu kutengeneza njia ya huyu Yesu. Kwa hiyo usije ukadanganywa ukadhani kama mambo ya unabii kama yanaenda mbali na Yesu. Tunazungumza kile kitu kinachohusu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama basi singekuwa hivyo, singemtokea Musa na leo singemtokea Yesu kule mlimani. Kwa nini wakamtokea? Walimtokea kwa nini? Kwa sababu yeye ndio roho za manabii, Yesu Kristo. Haleluya. Lakini ukiangalia katika Efeso 2, hebu angalia katika Efeso 2. Niende kumalizia hapo. Nisome mstari wa 19 na 20. Anasema, tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Wewe hapo sio mpitaji.